Kwa kuwa ile minyoo imedumaza kinga yake ya mwili, haioni sana vitu vinavyotakiwa ivione. Maana yake uwezekano mkubwa kwamba anaweza kachoma chanjo sana kutengeneza kinga yako. Umeona sasa kwamba ukiwa mtoto na hata ukiwa tumboni, yani mama ni hatua ya kwanza ya muhimu sana kutengeneza kinga ya mwili. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tafiti nyingi sana kwa mfano zimeshafanyika, kina mama ambao wana kichocho, kina mama ambao wana malaria, kina mama ambao wana magonjwa mengine, tunaonyesha kwamba kinga za watu ambao walikuwa wanatumia vitu kama vile parachichi, vitu kama vile maharage ya kula huko majumbani, vitu kama vile vitu vilivyogandishwa, mfano maziwa ya mtindi au maziwa yanayoendana na hiyo. Kwa ujumla wanaona hawa una namna ambapo unachangia tofauti kinga ya mwili inavyofanya kazi. Kwa unaweza kama mjini lakini wewe unakula kwa mtindo wa maisha ya kijijini, kinga yako inaweza ikawa tofauti na unaweza kuzalisha kinga ya mwili bora zaidi kuliko yule ambaye anaishi mjini na anaishi yale maisha ambayo ni ya kijijini zaidi, anakula vyakula ambavyo ndio viko stored. Asa, karibu sana. Asante sana. Nafurahi kupata muda pamoja nawe, of course kuzungumza mambo kadhaa kuhusiana na afya. Thank you. So kitu ambacho kilinivutia zaidi ni kazi yako ya PhD ambayo ulikuwa umeifanya. Immunity. Mtu akikuuliza immunity ni nini, unamwambia nini kwanza? Immunity ni kinga. Yaani tunapozungumzia immunity kwa kifupi ni kinga ya mwili. Yaani namna mwili wako unavyozuia vitu mbalimbali kutokuathiri mwili. Ndio immunity. Niweke hivyo kwa ufupi. Maana maneno ni mengi humu ndani. Sawa. Nikichukua kitabu chako, basically ni kazi ambayo umeipublish. Yes. Sentence ya kwanza inasema kwamba it's not where one lives but how one lives that defines the architecture of the immune system. Sio wapi mtu anavyoishi, bali ni namna mtu anavyoishi ambayo ina tafsiri, yani mfumo mzima wa mwili. Yeah. Dr. Faraja, I think hiyo ndio message kubwa ambayo mimi nilipata katika kufanya kwangu PhD, kwa sababu namna mtu anavyoishi, mtindo wa maisha, namna mtu anavyoishi una tafsiri kubwa sana namna kinga ya mwili inavyoweza kutengenezwa. Kwa mfano, kuna mtindo wa maisha ambayo mtu anaishi unasababisha mwili wake muda wote kuwa katika hali ya kama kuvimba, tunasema inflammations. Sasa katika hali kama hiyo, maana yake seli zake kwa kiwango kikubwa anakuwa na hifadhi ndogo sana ya seli ambazo zinaitwa naive. Naive ni seli ambazo zimezalishwa lakini hazijaanza kutumika. Kwa hiyo watu kwa mfano wanaoishi kwenye mazingira ambayo kuna vimelea vingi vya magonjwa kama bakteria, minyoo, hawa watu kwa mfano wanatumia kinga yao mara kwa mara katika kupambana na haya magonjwa. Kwa hiyo ukiangalia store ya vile vitu ambavyo store ya ile kinga ambayo inahitajika wakati magonjwa mengine yanalipuka ni tofauti ya kwao, kuna tofauti kati ya kwao na wale ambao hawajawa exposed sana. Kwa nini kuniambia kwamba kuugua ni kitu kizuri? Kuugua sio kisimanishi kama ni kitu kizuri, ni kitu kizuri kwa kiasi fulani. Kwa mfano tunapozungumzia watu ambao wana minyoo. Hao watu kwao kinga ya mwili imetengeneza mfumo ambapo imezoea kuona vimelea vya magonjwa. Wakati kuna watu ambao hawana hii minyoo, hawajazoea kuona hivyo vitu. Kwa sababu hiyo maana yake kwa mfano wale ambao hawaoni kabisa wanakuwa kwenye hatari wa autoimmune diseases ama magonjwa ambayo ni allergy kwa mfano. Ni kwa urahisi tu wanaweza kupata allergy. Lakini mtu ambaye anakutana na minyoo mara kwa mara, yeye hapati allergy kama anavyopata mtu mwingine. Lakini kuna athari nyingine ambayo inatokea hapo. Kwa mfano huyu mtu ukimchoma chanjo sasa, tulikuwa tunategemea kwamba anatakiwa chanjo yake ifanye kazi vizuri, awe na kinga ya mwili ya kutosha kutokana na chanjo aliyopewa. Lakini kwa bahati mbaya kwa kuwa ile minyoo imedumaza kinga yake ya mwili, haioni sana vitu vinavyotakiwa ivione. Maana yake uwezekano mkubwa kwamba anaweza akachoma chanjo lakini chanjo isifanye kazi kama inavyotakiwa. Umeona sasa kwamba kuna athari nzuri upande wa kwanza kwamba hapate hizi autoimmune diseases. Lakini ukirudi kwa upande wa pili anapata changamoto, kwa mfano akipewa chanjo za aina mbalimbali ambazo tunaenda kuzizungumza baadaye. Lakini sio chanjo tu. Tunakoelekea kuna ulimwengu wa magonjwa kama haya tunayaita saratani ambazo zinatibiwa kwa kutumia kinga ya mwili. Unajua tunaelekea huko. Kwa hiyo maana yake kuna wasiwasi kwamba itakapofika wakati tunatakiwa kutumia hizi dawa ambazo zina target kinga ya mwili. Inawezekana zisifanye kazi vizuri kama kwa wenzetu Ulaya kwa mfano, kwa sababu ya kinga zetu zimetumika sana na hata zikiona kitu haziwezi kuchangamkia fursa. Vizuri sana. Kuna vitu vingi hapo umezungumzia mfumo wa maisha tunaoishi, autoimmune diseases. Autoimmune diseases basically kwa uelewa wangu ni mwili unajishambulia wenyewe, si ndio? Kabisa. Sasa
unahisi kwamba tunahitaji chanjo kama kinga zetu za mwili tayari zimeshazoea minyoo na vitu kama hivyo? Asante sana. Nafikiri chanjo bado inahitajika kwa kiwango kikubwa. Na uthibitisho wa kwamba chanjo inahitajika kwa kiwango kikubwa ni kwenye magonjwa ambayo yanapata kwa mfano watoto. Ukija magonjwa kama haya pneumonia, ukija magonjwa kama hizi watu waking'atwa na mbu wanapata ugonjwa wa rabies, kichaa cha mbwa, si ndio? Hao watu bado wanahitaji chanjo. Kwa mfano ukienda sasa hivi ukajikata kisu, kuna hizi unapata tetanus, si ndio? Hizi zote zinahitaji chanjo. Kwa hiyo uhitaji wa chanjo upo. Shida tunayoifikiria hapa ni kwamba ufanisi wa chanjo haufikiwi kile kiwango ambacho tunakitarajia. Sio kama unanielewa. Yaani kwamba chanjo bado inahitajika na kweli ina faida. Ila swala ni kwamba ufanisi wake inawezekana haufikiwi pale unapohitajika. Kwa mfano, kuna chanjo ukichomwa labda unatakiwa uwe boosted. Kubua boosted maana yake uchomwe tena labda baada ya miaka 3. Kuna nyingine ni miaka 10, nyingine kwa mfano kama yellow fever hata miaka 30. Lakini kwa sisi maana yake najikuta kwamba unatengeneza kinga, lakini kwa sababu ya mwili wako, kinga yako ya mwili ilikuwa haijakaa vizuri, kinga yako labda inaweza kukaa miaka 10 baadaye ukaa miaka 20. Kwa hiyo bado chanjo inafanya kazi, lakini maana yake inabidi kwa mfano interval iongezeke ili chanjo yako ifanye kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo umuhimu wa chanjo bado unabaki pale pale. Kama tutakavyozungumza baadaye kwamba chanjo kazi yake kubwa ni kufunza mwili kuonana na mdudu ambaye ingetarajia kuonana kama ugonjwa. Kwa mfano, tunapokupa chanjo ya COVID maana yake tunakupa kitu ambacho mwili wako unajifunza kwamba kuna adui wa aina hii. Kwa hiyo inapokuja sasa unakutana na ugonjwa wa COVID, mwili wako unakuwa tayari na taarifa na maandalizi ya kupambana na COVID. Kwa hiyo huugui ugonjwa. Ulipata chanjo ya COVID? Kabisa. Mimi nilipata chanjo ya COVID kwa sababu kipindi kile COVID inaanza, kwanza kabisa nilikuwa katika masomo yangu ya PhD hii. Kwa hiyo kuna wakati ambao nilitakiwa nisafiri nje ya nchi wakati huo wa COVID. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kitu cha muhimu ambacho kilikuwa kinaniruhusu kusafiri ni kupata chanjo. Lakini siwezi kusema kwamba nilichoma chanjo ili nisafiri. Hapana. Mimi nilichoma chanjo kwa sababu nilielewa umuhimu wake na nilikuwa najua inafanyaje kazi. Kwa sababu kitu ambacho zilikuwepo vitu vikubwa sana palikuwepo na rumors kwamba hii chanjo inatolewa itaingia kwenye DNA, baada ya hapo wote tutakuwa na shida zingine, lakini nilikuwa naelewa mimi namna ambavyo chanjo inafanya kazi. Kwa mfano mimi nilifanya Moderna, hapana, nilichoma Moderna. Moderna yenyewe ni mRNA vaccines. Na mRNA vaccine inafanya kazi kwa namna hii. Unajua ndani ya mwili tuna DNA. Baada ya DNA ikifanya transcription kutoa taarifa, huwa inatoa katika mfumo wa proteini zinaenda kwenda kwenye ribosome RNA. Kwenye ribosome RNA panazalishwa proteini za aina fulani ambazo zinahitajika kwenye kazi fulani ya mwili. Kwa hiyo hapo wataalamu wamefanya kitu kimoja. Wametengeneza mRNA moja kwa moja wao wenyewe. Kwa hiyo wanaruhusu mRNA inaingia kwenye seli yako. Ikishaingia kwenye seli yako sio kwamba inaenda kwenye DNA. Inaenda kwenye ribosome ambapo ni kiwanda cha kuzalisha proteini. Inachofanya inazalisha zile proteini. Zile proteini zinazozalishwa zina mfumo ambazo zinaonekana kama vile mdudu wa COVID. Kwa hiyo zinazalishwa zinakuja ndani ya mwili. Zinapokuja kwenye mwili sasa mwili unasema kwamba hii ni COVID. Kwa hiyo mwili wako unazalisha kinga mwili against COVID. Yaani kutokana na hiyo hali. Kwa sababu hiyo maana yake haijaenda kwenye DNA, imeenda tu kwenye kiwanda ambacho kinazalisha kwa ajili ya kuzalisha zile proteini, na zile proteini zinakukinga wewe kutokana na ugonjwa. Kwa hiyo shida pale ilikuwa ni kwamba kuna mtu anahisi kama vile zinaenda kwenye DNA, zinafanya manipulation, baada ya hapo zinabadilisha mfumo wa kinga ya gene. Hapana. Hizi zinaenda moja kwa moja kwenye process moja hapo. Nafikiri wale ambao wanafuatilia biology vizuri watakuwa wanakumbuka kwamba kuna DNA, kutoka kwenye DNA ndio unakuja kwenye hatua ya pili ambayo zile proteini zinatakiwa zizalishwe ndio zinazotoka. Kwa hiyo mimi hicho kitu nilikielewa na sikuona kama kuna shida ya kuchoma hiyo chanjo. Na nafikiri muda unavyoenda tunaendelea kujua kwamba ni kweli, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa watu watabadilika bwana. Ni sawa kabisa. Ni muda gani mzuri sana wa kudevelop kinga ya mwili? Yaani kinga ya mwili ni mchakato anuai, yani ni mchakato ambao unaendelea kila siku. Lakini muda mzuri sana kwa kutengeneza kinga yako ya mwili nzuri ni ukiwa mtoto, na hata ukiwa tumboni. Yani mama ni hatua ya kwanza ya muhimu sana kutengeneza kinga ya mwili. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tafiti nyingi sana kwa mfano zimeshafanyika, kina mama ambao wana kichocho, kina mama ambao wana malaria, kina mama ambao wana magonjwa mengine, unakuta kinga za watoto wao haziimariki, hazizalishwi na kuimarishwa kama zinavyotakiwa. Kwa hiyo ukiangalia watoto wale ukalinganisha na wale watoto wengine ambao mama zao hawana magonjwa kama hayo. Unajua hizi zote studies zinafanyika katika kuangalia kwamba ukilinganisha huyu mtu akiwa na shida hii, ukilinganisha na huyu ambaye hana shida, tukiangalia cohort ya wale watoto wanaozaliwa, lile kundi lile wanaozaliwa, tukiangalia kinga yao ya mwili kwa mfano, tukiangalia mfumo reserve yao walionayo ya kinga ya mwili, ukilinganisha
yupi ana kinga ya mwili bora. Wanaona kwamba watu ambao wazazi wao hawana magonjwa kwa mfano ya kudumu ikiwemo kisukari, magonjwa ya kudumu mengine na magonjwa ya kuambukiza kama haya ambayo nimesema minyoo, hata ma sexual transmitted diseases. Unaona kinga ya watoto wao wanapozaliwa inakuwa ni bora kuliko wale wengine. Wale wengine inakuwa tayari imeanza kutumika kwa sababu wanaanza kupambana na magonjwa ya wazazi wao wakiwa tumboni. Kwa hiyo wakati mzuri sana wa kuanza kuandaa kinga, mimi ninavyoweza kusema ni kwamba mtoto akiwa tumboni, mama ale vizuri, kama ana magonjwa atibiwe mapema yale ambayo yanamsumbua. Hiyo yote itamsaidia mtoto kuanza kudevelop kinga ya mwili vizuri. Na baada ya hapo ni hatua inapoanza kuzaliwa. Anapozaliwa vile vile mtoto anatakiwa akingwe yale magonjwa ambayo hayatakiwi kushambulia kinga yake ya mwili au kuilazimisha kinga yake ya mwili ifanye kazi kuliko inavyotakiwa. Kwa mfano apewe chanjo za muhimu kama hizi za hepatitis C, hizi za TB na zingine zote, ili akizipata sasa zile zinamkinga yeye asipate magonjwa ambayo, kifupi ni kama tu unavyokuwa na hela benki. Yaani kinga yako ya mwili ni kama unavyokuwa na hela benki. Kama unayo nyingi, maana yake unapokutana na changamoto unaweza kutumia vizuri. Lakini sasa kama kila siku una shida ambapo unatoa, maana yake ni sawa na vile kinga yako ya mwili inavyotumika. Kwa hiyo ni wakati nzuri wa kuanza maendeleo mazuri ya kinga ya mwili ukiwa mama akiwa mjamzito. Mtoto anapozaliwa ale chakula vizuri, aendelee vizuri, na of course azaliwe katika hali ya kawaida. Yaani inatamanika zaidi mtoto azaliwe katika hali ya kawaida, vaginal delivery tunaita, sio ile ya cesarean section. Kwa nini? Kwa sababu anapozaliwa kwa njia ya kawaida kuna bakteria wazuri ambao huwa anawabeba, ambao na wenyewe wanatumika kutengeneza kinga ya mwili, ambao nafikiri tutajadili baadaye. Okay. I think nyingine tena, so wakati mzuri ni anapokuwa mtoto, si ndio? Alafu kupata maambukizi it's also beneficial kwa sababu inamkinga. Sasa changamoto unakuta kuna wale watoto, unakuta watoto wadogo wameanzisha kwenda shule. Wiki hii anapata mafua sijui ngapi, baada ya wiki mbili the same problem yajirudia hivyo. Wazazi wa watoto kama unawashauri nini? Waendelee hivyo watu wanatumia dawa au wahamishe watoto wao homeschooling? Hapo inakuwaje? Nafikiri na mimi ni mzazi na watoto wanaenda shule, hiyo experience ambayo naizungumza naifahamu. Kwa hiyo kikubwa sana nafikiri kuna nyakati ambapo kinga ya mwili inakuwa haifahamu maadui. Kwa hiyo wakati kinga ya mwili haifahamu maadui, kitu kimoja wapo ambacho ni kikubwa sana ambacho watoto watakutana nacho ni hali ya kukutana na magonjwa ambayo wao bado hawawezi kuyamudu. Yaani ni kitu ambacho ni kipya kwao. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa kikubwa sana ambacho kinahitajika, wazazi wanatakiwa wafahamu kwamba kama ikizidi wanatakiwa waweze kutibiwa. Kama haijazidi ni hali ya kawaida ya miili yao kujifunza kwa ajili ya kupambana na magonjwa. Kwa hiyo mimi sioni kama ni wazazi wanatakiwa wahamishe watoto shule, hapana. Ni kuwa tu makini kwamba watoto wao kwa wakati huo hawana chanjo, hawana kinga ya kutosha ya magonjwa ambayo wanakutana nayo kwa sababu ni mapya. Na kama sababu ni mapya sasa, maana yake inabidi wazoee yale magonjwa. Taratibu wanajifunza, na ndio maana ikishafika age fulani, miaka 5 mingapi, hayo magonjwa yanaondoka na tayari wanakuwa wamedevelop zile kinga ya mwili. Okay. Yeah. Vizuri. Sasa kwenye tafiti yako hii, kwa nini uliamua kuchagua yellow fever vaccine kama? Nilichagua yellow fever vaccine technically kwa sababu ya mambo mbalimbali. Cha kwanza kabisa mimi nilikuwa nataka nifuatilie kinga ya mwili ya namna ambavyo inafanya kazi. Kwa hiyo ili ufuatilie kinga ya mwili namna inavyofanya kazi, kwanza kabisa lazima uanze na kitu kipya. Yellow fever kwetu sio kitu ambacho kimefanyika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wengi hawajachoma yellow fever in general. Kwa sababu exposure ya yellow fever mara nyingi ukiwa unasafiri kwenda nje ndo unaambiwa choma yellow fever. Au kama mtu anakuja nchini ametoka kwenye mazingira ambayo yana changamoto ya yellow fever, wanatakiwa achome yellow fever. Kwa hiyo mimi nilitumia yellow fever kama modo. Kwa nini nasema modo? Nilitumia kwa sababu mimi nilikuwa nataka nijue kwamba kuna tofauti kati ya kinga ya mwili inavyo develop baada ya kuchomwa chanjo kati ya watu wa kijijini na watu wa mjini. Na lifestyle yao inahusika vipi katika kuonyesha namna chanjo itakavyofanya kazi. Kwa hiyo ili kufanya hivyo sasa ilitakiwa ni wachome chanjo kwanza ambayo hawajachoma, kwa sababu kama wameshachoma tayari wanakuwa na kitu tayari ndani ya miili yao. Yellow fever ni chanjo ambayo watu hawajachoma, lakini ni chanjo ambayo iko very safe. Kingine kwamba haina madhara, hatujaambiwa sehemu yote ambapo imeleta madhara, hasa kwa watu ambao ni wazima, wako immunocompetent. Na ndio maana wakati nafanya utafiti wangu vile vile nilipima watu kama mtu ana HIV au ana immunodeficient diseases, na mtoa kwenye group lile, kwa sababu unaweza kujikuta, kwa sababu ile ni live attenuated vaccine, kwamba ukimchoma anaanza kuzuka anaugua shida ya ugonjwa huo. Kwa hiyo mimi nilichagua hilo kundi, nikachagua hawa watu wanatoka kijijini, wanaishi maisha fulani ambayo ni ya kijijini, hawa watu wanatoka mjini, wanaishi maisha fulani ambayo ni ya mjini. Baada ya hapo nikawachoma chanjo ile. Kabla ya kuwachoma chanjo nikakusanya damu yao kuangalia
ile damu ya kawaida mara ya kwanza wanavimelea au wana antibodies ambazo zina yellow fever. Nikakuta hawana, yani hawajawahi kudevelop hiyo kinga ya yellow fever. Baada ya hapo nikawachoma. Nilipowachoma sasa nikaanza kufuatilia mabadiliko namna ambavyo wanatengeneza kinga ya mwili. Kwa kuangalia mpando wa seli za kinga ya mwili, vile vile antibodies ambazo ndo mchango mzima ambao mara nyingi tunaangalia. Kwa kuwafuatilia watu sasa kwa muda wa miezi 6 ndio nikajua kwamba vitu gani kwanza vinachangia kinga yao kuwa bora. Kwa nini huyu anakuwa na kinga bora kuliko mwingine? Changamoto gani ambazo anakutana nazo? Mwingine kwa nini hajapata kinga kabisa? Kwa hiyo hivi vitu vingine nilikusanya kama data. Kwa hiyo nikizungumzia yellow fever kama ulivyoniuliza swali lako la msingi, ni kwamba nilichukua kama model vaccine. Ni vaccine ambayo inafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo ukitaka kujua kama kinga ya mtu inafanya kazi vizuri, unaweza ukaitumia yenyewe kama model. I think ni chanjo gani zingine ambazo unaweza kumshauri mtu mzima kuzichoma? Chanjo ambazo zinaweza kashauri mtu mzima kuzichoma ziko nyingi kifupi, lakini nafikiri ninategemea sana na mazingira ambayo mtu anayaishi. Lakini cha kwanza kabisa tu labda nizungumzie common things. Vitu ambavyo viko ambavyo tumevizoea vya kawaida ambavyo vinatokea. Kwa mfano, tukizungumzia tu chanjo ya tetanus. Mfano, mtu mzima yeyote ambaye yuko kwenye riski ya kuchoma kitu au kujikata, anashauriwa sana achome chanjo ya tetanus. Haya, ukija kwenye chanjo za influenza, kuna watu ambao ni wazee kwa mfano, kinga yao inaanza kupungua. Kuna muda unasikia kabisa watu wote karibu wote wanapata mafua makali, si ndio Inashauriwa kabisa hao watu kwenda kupata chanjo ya influenza. Ni kitu cha muhimu kabisa kwao. Haya, tukizungumzia chanjo ya yellow fever, unasafiri maeneo kama kwenda Uganda, haya ni maeneo ambayo yana shida ya yellow fever. Kwa hiyo changamoto ambayo inakuja kuwa kubwa, wale watu kama wanasafiri kwenda hayo maeneo, wanawake wanahitaji wachome ile chanjo. Kwa hiyo vile vile kujua kwamba ni eneo gani. Lakini kuna chanjo ya kolera kwa mfano. Kolera ni ugonjwa ambao watu wanapata kwa mfano nchini kwetu, unakuta kuna maeneo fulani kuna kolera ya kutosha. Kwa hiyo katika hali kama hiyo ni muhimu sana kuona kwamba wanaweza kapewa nini? Wanaweza kapewa hizo chanjo katika yale mazingira. Serikali kwa mfano inaweza kugundua kwamba ile eneo saizi lina changamoto au hizi huwa zinatokea mara kwa mara. Kwa hiyo wale wanatakiwa wapewe hizo chanjo mapema. Lakini mbali na hivyo, kuna habari ya typhoid kwa mfano. Chanjo hizo zipo. Ni chanjo ambazo zinatakiwa zitumike. Tunazungumzia COVID-19 saa hizi. Bado ni ugonjwa ambao upo, kuna watu wanakufa kwa huo ugonjwa. Japo sasa hivi hautaji sana, lakini ni ugonjwa ambao bado unafanya nini? Unachukua maisha ya watu. Kwa hiyo ni chanjo ambazo zinaweza kutumika. Chanjo za kutumika ziko nyingi, lakini cha msingi sana vile vile unapokutana kwa mfano na daktari au wewe kama daktari sasa Dr. Magesera, unapokutana na mgonjwa wako, lazima uassess kwamba huyu mgonjwa, kwa mfano wewe ni surgeons, umetoa spleen kwa mgonjwa. Kuna magonjwa kibao ambayo yanaweza yakasababishwa na nini? Na hiyo changamoto ya kutoa hiyo spleen. Kwa hiyo hawa kwa mfano wanatakiwa wapate pneumococcal vaccine kwa sababu wanakuwa na hatari ya kupata haya magonjwa. Kwa hiyo ni kutokana na mazingira vile vile ambayo yanaweza yakasaidika. Bakteria kwa ufahamu wa watu wengi ni wadudu ambao wanasababisha magonjwa, yani basically wanasababisha hatari kwenye miili yetu. Sasa inakuja hawa bakteria tunakuwa nao ndani ya miili yetu kwenye mfumo wa chakula? Asante sana Dr. Magesela. Ifahamike kwamba kwanza kabisa kuna kitu kinaitwa normal flora. Kwa wale ambao wamewahi kusoma kidogo, normal flora. Normal flora ni vimelea ambavyo miili yetu inaishi navyo. Kwa sababu kwa namna tu sisi tulivyo, yani tunatoa mazingira sahihi kwa wadudu kuishi ndani yetu. Kwa hiyo kuna vimelea mbalimbali ambao wanaishi kwenye ngozi, kuna wengine wanaishi kwenye mdomo, kuna wengine kwa kina dada wanaishi kwenye njia ya uzazi, kuna wengine wanaishi kwenye mfumo wa chakula, kuna wengine wapo kwenye macho, japo kuna sehemu chache ambazo haina hivyo vimelea. Na hivi vimelea vimetengenezwa kwa ajili ya kutusaidia sisi kuishi maisha ambayo tunayaishi. Na hawa tunaita normal flora. Lakini ukija kwenye mfumo wa chakula, tuna kitu kinaitwa gut microbiome. Gut microbiome ni mkusanyiko wa vimelea mbalimbali, sio vibaya vya wadudu vya kusababisha magonjwa. Hivi vimelea havisababishi magonjwa. Ni wa bakteria, ni fangasi, ni vitu vingine ambavyo vyote kwa pamoja vinaishi lakini havisababishi magonjwa kwa asili yake. Lakini ifahamike kwamba hata hivi bakteria kwa mfano wa kwenye njia ya chakula, ukiwabadilisha mazingira ukawapeleka kwa mfano kwenye mdomo au ukawapeleka kwenye njia ya kwa mfano kwenye uke, hawa bakteria wanaweza kusababisha magonjwa kwa sababu wametolewa kwenye njia sehemu sahihi ambako wanaishi, wanaweza kusababisha matatizo. Lakini tukizungumzia gut microbiome particularly, kwenyewe kama wenyewe ni group la organism, bakteria mbalimbali, na wanafanya kazi mbalimbali za kusababisha kwamba sisi tuishi maisha yetu kama tunavyoishi.
Tunazungumziaje hapo? Kwa mfano tunasema kwamba kila mtu ana unique microbiome, yani ana kundi fulani la bakteria ambao ni tofauti na mwenzake. Sio kama ni tofauti kabisa, lakini ni tofauti kwa sababu ya maisha yake, mtindo wa maisha. Kwa mfano mtu anayekula sana nyama, ukiangalia maana yake ili ule nyama, maana yake unazalisha aina fulani ya enzymes ambazo zinameng'enya kile chakula. Zile enzymes zitaweza kusaidia bakteria aina fulani wakakua na bakteria aina fulani wakashindwa kukua. Haya, kuna mtu anakula aina fulani, kwa mfano anakula hizi yogurt. Yeye maana yake anaweza kuinfluence bakteria fulani wakakua kwenye tumbo lake kwa kiasi kikubwa na wengine wasikue. Kwa hiyo kila mmoja ana aina fulani kama vile fingerprint yake ya namna anavyokula na namna ambavyo hao bakteria anakuwa nao. Lakini umuhimu wa hao bakteria ni kwamba kwa kiwango kikubwa, kwanza kabisa wanasaidia katika umeng'enyaji wa chakula. Yaani wao wanaishi ndani kwetu, lakini wanasaidia katika umeng'enyaji wa chakula kwa sababu wanazalisha baadhi ya kemikali ambazo zinasaidia katika umeng'enyaji wa chakula. Kwa mfano ukizungumzia umekula starch. Kuna baadhi ya starch ambazo sisi binafsi hatuwezi kuzivunja zikatusaidia. Ila uwepo wa bakteria ndani ya miili yetu maana yake unasaidia kuvunja zile starch. Na ikivunja wanazalisha kitu kinaitwa short chain fat acid. Hawa ni kama vile ni mafuta ambayo ni ya muhimu kwetu sasa kwenye kinga ya mwili. Kwa mfano ili seli zako ambazo zinaitwa B cells ziweze kugenerate antibodies, ziweze kuzalisha kinga ya mwili, inabidi ziwe na kiwango fulani cha mafuta na energy ya kutosha. Ili sasa zipate hizi energy lazima ziwe zitengenezwa na hawa bakteria then zitumike kwao. Kwa hiyo unaweza kaona sasa hapo unaweza kuanza kuangalia ule mfano ambao unazungumzia kwamba una bakteria aina fulani, kama wale bakteria ni wazuri wanatengeneza more fat chain acid, maana yake una uwezekano wa kuwa na kinga ya mwili bora kuliko yule ambao hana wale bakteria. Kwa hiyo kuna muunganiko hapo. Kwa hiyo kifupi tuna bakteria wabaya na tuna bakteria wazuri. Hawa ambao tunazungumzia gut microbiome ni bakteria wazuri ambao mtu anatakiwa awe nao ili awe na afya njema. Na ndio maana sasa hivi hata kuna tafiti zinazungumzia kwa mfano mtu ambaye amekunywa sana aina fulani ya dawa za antibiotics. Bakteria wale waliokuwa wa kawaida wazuri ndani ya mwili wanakufa. Kwa kuwa wanakufa, wale watu wanaingia kwenye matatizo. Inawezekana wanaweza kupata obesity, wanaweza kupata changamoto ya kisukari, wanaweza kupata changamoto zingine. Kwa hiyo siku hizi mpaka wanafanya kitu kinaitwa stool transplant. Kwamba inatafutwa choo kwa mtu ambaye ni mzima mwenye gut microbiome mzuri, inarudishwa kwa yule mtu ambaye ametumia dawa kwa muda mrefu ili aweze kuwa na colonization ya bakteria tena ili waweze kumsaidia. Na kama sijakosea utanikumbusha vizuri, mfumo wa kinga kwenye mfumo wa chakula una contribute karibia 60% 70% ya mfumo wa kinga mwilini, si ndio? Kwa sababu unajua tunapozungumzia mfumo wa chakula ndo mfumo ambao ni kama vile nje. Sababu unapeleka kila kitu. Kwa hiyo kinga ya mwili kwa kiasi kikubwa vile vile inatengenezwa kwenye mfumo wa chakula. Yaani seli nyingi za kinga ya mwili zimezungukana kwenye mfumo wa chakula. Okay. Sasa uligundua kati ya vitu ambavyo ulivitaja again tulivyokuwa tunaanza, ukasema kwamba watu ambao walikuwa na mtindo fulani wa maisha walikuwa na matokeo mazuri zaidi ya kinga walipokuwa wanachomwa hiyo vaccine ya yellow fever. Ni mfumo gani wa maisha hapo ulikuwa unazungumzia hapo? Hapa nazungumzia mfumo wa maisha ambao ni natural kwa kiasi kikubwa. Wale kwa mfano sisi kwenye tafiti wetu tunaonyesha kwamba kwa mfano watu ambao walikuwa wanatumia vitu kama vile parachichi, vitu kama vile maharage ya kula huko majumbani, vitu kama vile vitu vilivyogandishwa, mfano maziwa ya mtindi au maziwa yanayoendana na hivyo. Unaona hawa watu wanakuwa na kinga yao ya mwili iko tofauti kuliko ukilinganisha na wale watu ambao anakuambia mimi nakula chips jioni, nakula chips mchana, nakula chips chai. Kwa hiyo hawa watu kinga yao ya mwili inakuwa tofauti. Hawawezi, yani bakteria wao walionao sio wale bakteria ambao wanatengeneza zile short fat chain acid kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo maana yake unaweza kuona kwamba hata uwezo wao wa kinga ya mwili ilikuwa upo kidogo chini ukilinganisha na wale ambao wana maisha ambao bado ni natural. Na nakumbuka ulisema kwamba haikuwa na tofauti kati ya watu ambao wanakaa mjini na watu ambao wanakaa vijijini. Tukiangalia general kwenye ufa wa ujumla wake, unajua unapofanya utafiti huwa hatuchukui tu majibu ya kitu kimoja na kutoa, kwa sababu ni conclusion ambayo inaenda kuathiri maamuzi ya watu. Kwa hiyo tukiangalia tafiti nyingi za miaka iliyopita au sehemu zingine zinaonyesha kwamba kuna tofauti kubwa kati ya mjini na vijijini. Lakini sisi tunaonyesha kwamba kuna tofauti kati ya mtindo wa maisha. Hata kama unaishi mjini, mtindo wako wa maisha unaweza kutofautisha wewe na mtu mwingine. Sisi kama unanielewa daktari. Kwa hiyo tofauti yetu sisi ambao tunaionyesha kwa kiasi kikubwa ni kwamba mtindo wa maisha wa ujumla wa mtindo wa maisha wa mtu
una namna ambapo unachangia tofauti kinga ya mwili inavyofanya kazi. Kwa unaweza kuwa mjini lakini wewe unakula kwa mtindo wa maisha ya kijijini. Kinga yako inaweza ikawa tofauti na unaweza kuzalisha kinga ya mwili bora zaidi kuliko yule ambaye anaishi mjini na anaishi yale maisha ambayo ni ya kimjini zaidi, anakula vyakula ambavyo ndio viko stored na vitu kama hivyo. Lakini mtu mwingine yuko kijijini lakini na yeye anaishi maisha ya kimjini, anakula chipsi au anakuja mjini, anafanya kazi zake, anaenda kulala kijijini. Anajiita anaishi kijijini, lakini sio kweli kwa sababu mtindo wake wa maisha sio wa kijijini. Mtindo wake wa maisha ni wa mjini. Kwa huyu na yeye anatofautiana na yule ambaye anaishi kijijini na yeye anaishi maisha ya mtindo ya kijijini. Kwa hiyo sisi ndio tofauti kubwa tunayoonyesha. Lakini tukija kwenye overall kwa ujumla, sababu ukikalculate ukachukua watu kwa mfano 90 wa kijijini na watu 90 wa mjini, ukija ukaangalia wastani wa kinga ya mwili waliozalisha, unaona haina tofauti kubwa. Tofauti ipo lakini sio kubwa kiasi kwamba tunaweza hatuiti statistically significant tunasema. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio maana tukasema kwamba kati ya kijijini na mjini kwa upande huu hatujaona tofauti katika level ya kijiji na mjini. Lakini katikati yao wale watu ambao wanaishi maisha ya kijijini na wale ambao wanaishi maisha ya mjini wanatofautiana. Na wale ambao wanaishi maisha ya kijijini wana kinga bora kuliko wale ambao hawaishi maisha ya nini? Wanaishi maisha ya kimjini. Okay. Kuna lishe specific ambazo unaweza ukawashauri watu labda kutumia ili kuboresha kinga zao? Ni utafiti mwingine nafikiri ambao unatakiwa uendelee. Nafikiri kuna tafiti zingine zinaendelea kama za kina Dr. Temba ambazo wanaangalia food intervention, ambazo nafikiri ni kitu cha muhimu kwa sababu sisi hapa tunasema more still ni association. Lakini tunataka tuende kwenye level ya causal kwamba kitu fulani kinasababisha kitu fulani. Ndio huko watu ambao tunatamani tuendelee, hata utafiti kama huu tunatamani tuende kwenye hiyo hatua. Lakini kuna vyakula vingi ambavyo vinasuggestiwa. Kwa mfano vyakula vyenye mboga nyingi vinasaidia kwa sababu vinasaidia wale bakteria kufurahia. Kwa hiyo ukumbuke kwamba the bakteria wanapofurahia maisha yao wanazalisha vitu ambavyo kwetu ni vya muhimu kama nilivyokuambia. Kwa hiyo kama wewe unatumia kwa mfano nyama, unamwaga nyongo kwa kiasi kikubwa, maana yake unaua baadhi ya bakteria kwa sababu ili nyama iyeyuke inabidi nyongo imwagike kwa kiasi kikubwa. Na hao watu wanakuwa na aina fulani ya bakteria na wale wa bakteria wazuri wengine wanakuwa wamepotea. Kwa hiyo kwa sababu hiyo maana yake mchanganyiko wa vyakula ambao una fibers, matunda, vitu ambavyo vina fibers ambavyo zile fiber ndizo zinazomeng'enywa na bakteria, na wakati wanazimeng'enya wanafurahia yale maisha, wanazalisha nutrients ambazo zinakuja kwetu sisi. Ni vyakula ambavyo bado hatuwezi siwezi kuzidisha kusema ni kwamba ni vyakula vya muhimu sana. Yaani vitu vya aina hiyo. Hata maharage haya ambao ni maharage tu unaweza kaona umechemsha, umekula, havina viungo vingi ambavyo unaweza kaweka ma spice na vitu vingine na vyenyewe vikaharibu mfumo mzima. Lakini maharage tu ambao ni vizuri yakipikwa vizuri yanatengeneza nutrients ambazo sio wewe tunazitumia na bakteria wanafurahia, na wakati wanafanya hivyo maana yake tayari wewe unapata faida. Kwa hiyo mtindo wa maisha, vyakula ambao tunavitumia ni kitu cha muhimu sana, hasa vyakula vya asili. So kitu hicho kwanza kuongeza hapo kwa sababu nafahamu kuna watu wengine utawaambia labda wale miogo sijui viazi vitamu bla bla wanakula, lakini wanakula wakiwa wamevikaanga tayari. Kabisa, umeona? Kwa hiyo ni tofauti kabisa. Ni kitu ambacho ni tofauti. Nafikiri kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba maandalizi ya chakula kilivyoandaliwa kinabaki na ule uasili wake. Sababu unaweza kuwa unasema tu mimi nimekula mboga za majani lakini umezipika masaa matatu. Kuna phrase kwenye I think kwenye discussion kama sijakosea, mlisema kwamba jamii nyingi sana za Kiafrika zipo kwenye microbiome transition. Hapo mko mnazungumzia nini? Hapo tunazungumzia kwamba kama tulivyosema kwamba microbiome ni aina ya wadudu ambao ni salama ambao tunao. Lakini kuna watu ambao tunasema wana microbiome ambao ni modernized microbiome, kwamba ni watu ambao wanaishi Ulaya kwa mfano, kutokana na lifestyle ambazo wanaziita. Na niseme tu kwamba kuna utafiti nzuri sana zimefanyika kwa Hadzabe. Hapa najua Tanzania tuna Hadzabe ambapo nafikiri tutapata muda siku nyingine hata tukazungumza. Kuna haja ya kuzungumzia tafiti moja kwenda tafiti nyingine, namna ambavyo walipata majibu. Nafikiri hicho na chenyewe kitasaidia sana katika uelewa mkubwa zaidi. Tafiti zilifanyika za miongoni mwa watu wa Hadzabe ambao wao mara nyingi wanakula vitu ambavyo ni vya asili, haya mizizi, nyama ambazo hazijapikwa sana. Zinaonyesha kwamba hawa watu bado wana bakteria ambao ni ukilinganisha na wale bakteria ambao wako kwenye ancestry, wale ambao wanapatikana kwa watu wa zamani kabisa. Bado wana reserve ya hii bakteria
ambao wale bakteria ndio wanaosaidia sana katika kumeng'enya hivi vyakula ambavyo ni fiber based foods, ambazo ndio zinazozalisha fat chain acid nyingi. Umenielewa? Ambazo zinaonyesha ubora. Kwa hiyo sasa sisi katika utafiti wetu tuliangalia sasa, kwa sababu ile database ipo ambao walifanya ule utafiti, tukaangalia kwenye database hii ya Wahadzabe na database yetu tulionayo, vitu kiasi gani tunafanana navyo na kiasi gani tunatofautiana. Tunaona kabisa sasa, ukiangalia hapo, tuliangalia hiyo Hadzabe, tukaangalia na USA, kwa sababu wale pale walifanya utafiti wakalinganisha watu wa Hadzabe wa Tanzania na watu wa USA na nchi zingine ambazo zimedevelop. Wakaona kabisa kuna junks, yani kuna tofauti kubwa katika gut microbiome iliyopo. Sasa sisi tulivyoingiza data zetu kutokana na tulivyokuwa nazo, tukajikuta kwamba tuko katikati. Hatuko kwa Hadzabe wala kwa kiwango fulani tuko kwenye ile ya Ulaya, lakini kwa Hadzabe kama vile tumetoka, yani hatupo katika hiyo level. Maana yake tuko kwenye transition, na ndio watu kazungumza kwamba sisi gut microbiome yetu iko kwenye transition, inaelekea huko ambako ni kubaya. Na nikuulize tu, kwa mfano kama mimi nimekuwa nikila chips, sijui pizza na vitu kama hivyo kila siku. So microbiome yangu obviously imebadilika, imeenda kwa more modernized. Nikitaka kurudisha inakuwaje sasa? Unaweza kurudisha, kwa sababu gut microbiome inategemea, yani aina fulani ya wadudu sahihi ulionao wanategemea vyakula unavyokula, sababu ndani ya vyakula unaweza kukuta na yenyewe vina nini, zina bakteria hao sahihi. Unielewa? Kwa hiyo ukianza kubadilisha maisha yako, na hii imeshafanyika, tafiti hizi zipo, tutaendelea, labda tutapoendelea tutaanza kutambua utafiti mmoja kwenda mwingine. Kuna watu kwa mfano ambao walienda wakawa kwenye intervention. Kwa mfano ikafika muda akawa anapewa yogurt na vyakula vya aina hiyo, na mwingine anapewa chips na vyakula vya hiyo, ni wa kijijini lakini anapewa chips na vyakula vya aina fulani vya modernized au hivi vya high income countries ambao wanaitumia, na mtu mwingine anapewa vyakula vya kijijini. Baada ya hapo wanaanza kuchukua stool, wanakusanya ile stool kwa after labda 4 days, wanakwenda hivyo mpaka miezi mitatu. Wakuja kugundua kwamba gut microbiome ilikuwa inabadilika kutokana na mfumo wa chakula ambapo watu walikuwa wanatumia. Kwa hiyo hiyo ni uthibitisho kwamba ukibadilisha mtindo wa maisha una uwezekano wa wewe kupata matokeo mazuri hasa kwenye hili. Na ndio maana tunazungumza vile vile kwenye miongoni mwa matokeo tunasema kwamba kama tunataka kupata matokeo mazuri ya chanjo, kuna haja vile vile kuanza kuwaza kwamba wakati tunawachanja watu wawe kwenye aina gani ya vyakula kwa mfano, ili wawe na bakteria sahihi ambao wale bakteria watusaidia sisi tukiwachoma chanjo, ile chanjo ziwe bora. Kwa hiyo hicho ambacho umekigusia ni kitu cha muhimu sana, na kitu ambacho kinawezekana, ni moja ya interventions ambazo zinafanyika. Ukiangalia kwenye panya kwa mfano, kuna panya, watu wanafanya utafiti kwenye panya, kuna panya wanalishwa aina fulani ya chakula, kuna panya wanalishwa aina fulani ya chakula. Baada hapo wanachomwa chanjo. Wanaangalia wapi atarespond vizuri. Wanaona kabisa kwamba kuna mchango mkubwa sana wa gut microbiome ukiwapa aina fulani ya chakula chanjo. Okay. Kwa hiyo mtu anayeumwa ambaye hajisikii vizuri bla bla bla, akibadilisha chakula anaweza akawa anajisaidia mwenyewe kwa kiasi kikubwa sana. Yaani kubadilisha mtindo wa chakula ni moja ya dawa muhimu sana. Ni kitu ambacho unajua tuna crave kwenye vyakula vya kisasa hivi saa hizi. Tuna kitu kinaitwa craving, kwamba unatamani, yani kwa mfano usipokula wali mpaka 2 hivi mtu unaanza kuona kabisa sijala chakula ambacho ni sahihi. Lakini uhalisia ni kwamba yani ni hiyo ni craving. Ukiweza kutengeneza mechanism, kwa mfano ukakwepana na vyakula ambavyo vinatumia mafuta mengi, ambavyo ndio vyenye sukari ambavyo watu wanavihitaji mara kwa mara, ukaenda kwenye mfumo wa vyakula vya asili, ni kitu cha muhimu sana. Hata kwenye mazingira yetu ya kazi sasa, tukizungumzia kwa mfano madaktari, wanasayansi na watu wengine, tunaishi mazingira ambapo unaenda unachukua chakula, lakini chakula kimepikiwa mafuta ambayo yametumika sana, hayana nutrient na vitu kama. Lakini ukiweza kuchemsha yai lako, ukachemsha viazi vyako vya kawaida, ukaenda navyo kazini ukavipaki, una build kitu kikubwa sana kwenye maisha yako, yani cha tofauti kabisa. Okay. Kwenye tofauti wenu, lakini nikirudia tena, hamkuona uhusiano kati ya bakteria moja na ubora wa kinga, lakini ilikuwa ni mjumuisho wa bakteria zote. Sasa kuna watu ambao kuna hizi probiotics and kama hivyo. Sijajua yani like ni sahihi. Utafiti wetu ulionyesha hivyo kwamba tulipojaribu kuanza kufanya analysis kuangalia kwamba bakteria huyu ana mchango gani kwenye chanjo hii, kila bakteria moja hatukuona matokeo kwamba bakteria moja ana mchango moja kwa moja wa kitu kimoja. Na sisi tulienda mwishoni tukatafsiri kwamba
bakteria ni kama jamii, yani wanafanya ni wengi, yani bakteria sio mtu mmoja, yani ni muunganiko. Kwa hiyo matokeo makubwa ambayo yanahitajika ni kwamba ni matokeo yenye muunganiko. Japo huu ni utafiti wetu. Tafiti nyingine zisizofanyika ambazo zinaonyesha bakteria fulani ana uhusiano na ubora wa kinga fulani. Kwa hiyo kutofautiana kunawezekana. Kwa sababu gani inawezekana? Kwanza kabisa chanjo sisi kwetu ilifanya kazi kwa kiwango kikubwa, ilikuwa ni vizuri. Yani ukilinganisha na chanjo zingine, kwa upande wetu kama utakumbuka kusoma kwetu utaanza kuona kwamba chanjo upande wa Moshi kwa ujumla ilifanya vizuri ukilinganisha na chanjo za sehemu nyingi za Afrika. Na of course inatokana na uhalisia kwamba kwa mfano sisi pressure ya infectious disease kama minyoo, kichocho na nini haiko katika haya mazingira. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba maisha ya watu ambao wanaishi Moshi ni kama vile analingana na watu ambao wanaishi Ulaya kwa kiasi fulani, ambapo kinga yao haijatumika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kuna reserve. Unapomchoma chanjo, kwa hiyo unakuta ana reserve ya kutosha kwa ajili ya kuzalisha kinga ya mwili. Sasa ukiangalia mazingira kama hayo, kuanza kulinganisha kiumbe kimoja kwenda mwingine kama chanjo imefanya vizuri sana, inakuwa ni vigumu kwa sababu chanjo kwa ujumla wake imefanya vizuri. Ilitakiwa tupate watu ambao hawajafanya vizuri kabisa na wale ambao wamefanya vizuri sana. Then tukianza kufanya analysis ingeturahisishia kuona kwamba kupinpoint ni bakteria gani anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo na uhakika kwamba tafiti zingine zikifanyika katika mazingira mengine, kwa mfano kanda ya ziwa ambako kuna kichocho kwa kiasi kikubwa na sehemu zingine, inawezekana ikaleta matokeo ambayo yanaweza yakatofautiana na sisi kiasi fulani, ambako sasa ndio uhalisia kwamba mazingira yanapotofautiana, intervention na namna ambavyo watu wanafanya kazi inabidi zitofautiane, na watu inabidi wakati tunatibu tukumbuke kwamba mazingira tunayotibia ni yapi. Sawa kabisa. Kwa watu ambao wana magonjwa, kwa mfano kama tumezungumzia kanda ya ziwa huko na vichocho na vitu vingine, ambao sasa changamoto ni basically ni mfumo wa mkojo, na kuna namna ambao tunaweza tukaboresha kinga yao ya mwili kulingana na utafiti huu mliofanya. Very good. I think umezungumza kitu cha muhimu sana. Kwenye utafiti sikumbuki exactly wapi, lakini nimeandika kwenye conclusion huku kwamba inawezekana kuna umuhimu kabla watu kwa mfano hawajachomwa chanjo waweze kupewa dawa za minyoo kwa muda fulani. Tukawaua wale minyoo kwa mfano, na then baada ya hapo tukawapa nini? Chanjo. Na kwa mfano Tanzania, serikali ya Tanzania inafanya hii deworming programs kwa watoto wa shule ya msingi. Si ndio? Kwa hiyo kwa mfano watoto sasa hivi wanapewa hizi chanjo kama za human papilloma virus, watoto ambao ni wadogo kwa ajili ya kuzuia cervical cancer. Nafikiri ingeweza kufanya kazi vizuri zaidi kama kwenye mazingira ambayo kuna infectious diseases haya minyoo, kichocho na vitu vingine. Kama wangepewa hizo dawa wakasubirishwa muda fulani alafu wakapewa chanjo, ukilinganisha na wale ambao wanapewa chanjo wakati wana minyoo na wana hali zingine ambazo kwanza kabisa kinga ya mwili inajiuliza nipambane na mdudu au nitengeneze kinga. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, kama ulivyozungumza, ni muhimu sana, na ndio maana tunazungumzia ikiwezekana watu wawe screened, baada ya hapo ndo wapewe chanjo. Kwa sababu unawezekana kweli umempa chanjo lakini kinga yake ya mwili inapambana na kitu kingine na inatumia nguvu yake nyingi kupambana na kitu kingine, au kinga ya mwili imezalisha kemikali ambazo zinazuia kinga yako ya mwili kufanya kazi vizuri. Kwa mfano kuna kwenye watu wenye kichocho wanazalisha kitu kama interleukin 10 au wanazalisha TGFR ambazo ni transforming growth factors. Hizi zote kazi yao kubwa pale ambako una ugonjwa kwa muda mrefu, inaanza kuzalisha hormone ambazo au inaanza kuzalisha cytokine ambazo inapunguza kinga yako ya mwili isifanye kazi sana, la sivyo utapata shida. Unajua mwili una regulatory mechanism. Ukiwa una ugonjwa kwa muda mrefu, inaanza kutengeneza regulation ya kuhakikisha kwamba haupambani sana na hiyo ugonjwa kama as long as haukuui. Kwa hiyo unaanza kuzalisha mechanism. Sasa inapozalisha zile mechanism ambazo ni regulatory, ukichoma chanjo na yenyewe inakutana na ile regulatory mechanism. Kwa hiyo inashindwa kufanya kazi inavyotakiwa. Okay, kwa hiyo sasa hapo nalenga sana hapo tutazungumzia sasa hapo kwa mfano kama wanawake ambao wanaenda kupata chanjo ya tetanus wakiwa wajawazito. Kwa hao inabidi at least wapate deworming na madawa. Exactly. Wasiwe wanaumwa ni basically. Wasiwe wanaumwa. Yaani tutapata matokeo mazuri zaidi. Kuna study ilifanyika Gabon, kama sio Gabon ni Cameroon, ambapo ilinganisha akina mama ambao walipewa tetanus wakiwa wajawazito wakiwa na infection na wale ambao hawakuwa na infection, wakalinganisha. Kwa kiasi gani wanazalisha kinga ya mwili. Yaani katika huu utafiti maana yake walichukua kina mama wanaokuja kliniki, wanampima, wanaangalia kwamba una minyoo, una malaria, una vitu vingine. Haya, wao wanakuchanja kama kawaida, hawajakutibu, wanakuchanja kama kawaida. Haya, wewe una minyoo, una nini na nini? Hauna, ndio, na wewe una chanjo.
Baada ya muda fulani, of course hiyo minyoo unajua haiui dakika hiyo hiyo. Yeah. Baada ya muda fulani wanakuja kupewa dawa ya kupona, wakati huo wanachukua damu kuangalia kinga ya mwili iliyozalishwa baada ya kuchoma chanjo inakuaje. Walikuja kugundua kwamba chanjo kinga ya mwili inayozalishwa kwa kina mama ambao wana minyoo. Tena unapokuwa na minyoo zaidi ya moja ndivyo kinga ya mwili inavyopungua zaidi ya kuzalishwa. Umeona Kwa hiyo yani ilikuja kuonyesha kwamba kumbe kuna tofauti. Kwa hiyo ingekuwa better kama hao wangekuwa dewormed then wakapewa chanjo kuliko kupewa tu chanjo as long as it's there. Yeah, that's very insightful. Kubwa sana ambacho labda Dr. Mwagesera ambacho natakiwa tukigusia ni kwamba chanjo ni kitu cha muhimu sana. Chanjo ni kitu ambacho kinauandaa mwili kwa ajili ya kupambana na magonjwa. Yaani chanjo nasema ni prototype kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili kirahisi ni kama vile umetengenezewa kitu fulani ambacho kinakuonyesha hatari itakayokuja. Kwa hiyo unafanya maandalizi. Kinga ya mwili ilivyo ndani ya mwili wetu ni kwamba ukikipa kitu ambacho kwa mfano tunatarajia mtu anaweza kaugua ugonjwa wa COVID. Yeah. Kwa hiyo tukitengeneza chanjo tunachukua kiumbe yule ambaye ni COVID au tunachukua sehemu ya kile kiumbe. Tunampa huyo mtu. Na tukimpa maana yake kinga ya mwili inaingia yenyewe sio kama mtu kwamba inasema kwamba wewe hii ni chanjo hii. Yenyewe haijui hiyo habari. Yenyewe inajua kwamba huyu ni adui, kwa hiyo inapambana nayo. Kwa kuwa ile dozi ni ndogo, haiwezi kukuuguza wewe, lakini bado kinga yako ya mwili inatengeneza memory ambapo ni kumbukumbu kwamba huyu mdudu nimeshawahi kumuona. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa unapokutana na ule ugonjwa uhalisia, kinga yako inakuwa tayari imejiandaa na inaweza kupambana kwa urahisi, na ndio maana sasa uwezekano wa wewe kuugua au kuambukiza wengine unapungua kwa kiasi kikubwa sana unapotumia chanjo. Na chanjo ziko za aina nyingi. Chanjo ya kwanza kabisa ni hii ambayo tunaita live attenuated vaccine, ambayo yenyewe ni mdudu halisi lakini tumempunguzia nguvu kwa kumchoma au kwa kufanya kitu fulani na kumpunguzia nguvu, lakini bado ni mdudu kama hii yellow fever. Huyu ni mdudu ambaye unapewa, ni virus ambayo unapewa lakini amepunguziwa nguvu. Kwa hiyo kinga yako ya mwili haiwezi kuumizwa na kuwepo wake ndani ya mwili, lakini kinga yako ya mwili itazalisha kinga muhimu sana kwa ajili ya kupambana kutokana nayo. Unaona Unaposema amepunguziwa nguvu ina maana hawezi kuniambukiza magonjwa. Hawezi kukusababishia ugonjwa kama wewe kinga yako ya mwili iko sahihi. Kwa mfano, hatuwachomi watu wenye HIV, active HIV, yellow fever. Kwa nini? Kwa sababu kinga yao ya mwili imepungua. Ukimpa hiyo japo ni ndogo, lakini kinga yao ya mwili haiwezi kupambana na kusababisha wasiugue. Kwa hiyo anaweza kaugua ugonjwa. Umeona Ndio hizi ambazo tunaziita live attenuated vaccine. Sasa kuna zile ambazo maana yake ni kama tunaposema live attenuated vaccine ni kama vile ni mdudu mzima unaonyeshwa. Yaani ni mdudu mwili, kinga inaonyesha mdudu mzima, inapambana nayo, inatengeneza kinga ya mwili. Lakini kuna baadhi ya kinga ambayo inakuwa imeuliwa. Yaani kuuliwa maana yake ni kwamba ni kama vile tunakuonyesha tu picha. Umeshawahi kuona kwamba huyu ni jambazi, tunakuletea picha, huyu tunamtafuta, huyu ni jambazi. Maana yake tukimuua organism tukamweka kwenye mwili wako, maana yake ni kama vile tumekupa picha kwamba huyu ni adui. Kwa hiyo kinga yako ya mwili itazalisha kinga ambayo itakuwa inajua kwamba next time ikija huyu ni adui. Lakini ubora wake hauwezi kufanana na ile live. Lakini ni bora kumpa kwa mtu sasa, kwa watu ambao wana kinga ndogo ambao ungempa hii live angeweza kuugua. Unaona Lakini vile vile tunaweza kuwa na kinga ambayo chanjo ambayo ni sehemu tu cha kiumbe. Kwa sababu unajua kila kiumbe huwa kuna kisehemu ambacho ni hatari zaidi. Inaweza ikawa ni kimkia chake, inaweza ikawa ni sehemu ya mdomo wake. Kwa hiyo kitaalamu tunaangalia kwamba ni sehemu gani ambayo ni antigenically iko hatari. Inaweza ikachukuliwa ile pale ukapewa, ambayo hiyo sasa inakuwa ni component ya mdudu lakini sio mdudu mzima. Hiyo na yenyewe ni chanjo. Lakini kuna chanjo ambayo tunachukua tu sumu, kwa mfano toxoid, hizi tetanus toxoid. Yenyewe tuna wadudu ambao wakiingia ndani ya mwili wako wanazalisha sumu nyingi. Kwa hiyo watu wakiwa maabara wanaweza kavuna zile sumu wakakuwekea wewe. Kwa hiyo mwili wako ukazalisha kinga mwili ya kuneutralize, ya kuzuia ile sumu isienee. Umeona? Kwa hiyo chanjo zimetengenezwa kutokana na namna ambavyo zinatakiwa kuact. Na huo ndo utaalamu ambao sasa kila mmoja akishafikiria tu chanjo anafikiri kwamba ni kitu kimoja. Kwanza kabisa sio kitu kimoja. Ni vitu vingi na ni kutokana na ugonjwa halisia, na inasaidia sana katika kuhakikisha kwamba miili yetu inakuwa salama. Unafikiri itaweza kuwekwa kwenye sera kwamba nirudie kwa wanawake wajawazito kwamba mwanamke mjamzito kabla hajaanza kupewa chanjo ya tetanus atibiwe kwanza? Kwa sababu sasa hivi najua wanapewa dawa za minyoo pamoja na tetanus. Sio kwamba wanapewa dawa ya minyoo kwanza alafu
Pia Na nafikiri vitu kama hivi unavyofanya ambavyo unatafuta uwezekano wa kutoa taarifa kwa jamii kama unachokifanya ni vitu vya muhimu sana. Ni mbegu ambayo inapandwa ambayo inabidi ikue. Kwa sababu you can imagine wewe ungekutana na mtu ambaye ni mjamzito, si ndio? Alafu unamtibu wewe. Kuna namna fulani unavyoweza kumtibu, una consider hivi vitu. Yaani utavijumlisha katika maamuzi yako. Kwa hiyo unatamani sana hichi kitu kiendelee zaidi. Alafu sasa namna tafiti zinavyoendelea kuongezeka kama zinavyozisema kama za Gaboni na wapi, tuziunganishe tupate kitu kinaitwa systematic review. Systematic review maana yake ni pepa nyingi ambazo zimefanya utafiti na zimeona kwamba utafiti zote zinaonyesha kitu kinachofanana. Hizo sasa ndio kutoka hapo ndio tunataka sasa kwenda kutunga nini? Sera. Ila utafiti mmoja huwa haubadilishi sera. Kwa hiyo maana yake ni mkusanyiko wa tafiti mbalimbali na zifanya na Magosela afanya ya kwake, Jeremia afanya ya kwake, na mtu mwingine wa Sudani afanya ya kwake, mwingine wa Ulaya afanya ya kwake. Tukiona kwamba tafiti zetu zote zinaingiliana tunapata kitu kimoja, which is now happening kama kwenye mazingira ambayo nilikwambia. Zimerudiwa katika nchi, kwa mfano Uganda wamefanya, Gaboni wamefanya, Kameruni wamefanya, wameona the same thing. Kwa hiyo inabidi sasa baadaye wapatikane wataalamu wafanye tena kitu kinaitwa systematic review, wakusanya haya matokeo, waone je, hichi kinachotokea zinatokea continuously kwenye sehemu zote. Sababu tunasema sayansi ni ile ambayo unaweza ukafanya kwa sehemu nyingine matokeo yakawa yale yale. Kwa hiyo sasa kama ndio hivyo, hicho ndio tunachohitaji saa hizi kiendelee, lakini mwanzo mkubwa ni huu ambao tunaofanya saa hizi, kuelimisha jamii. Na najua kuna wataalamu watasikia, kuna namna fulani conscience yao itaongezeka, na kuna watunga sera watasikia. Kwa hiyo hivi vitu vinaendelea na sisi tunazungumza. Kwa mfano ukisema kwamba nataka nizungumze, nazungumza kwa sababu na wish ndio namna ya kudisseminate findings ambazo tunazipata. Ndio. Mtu akitaka kusoma utafiti wako anausomea wapi? Mtu ataka kusoma utafiti wangu aingize tu neno simple kabisa kwenye mtandao. Hii kitabu kizima kinapatikana. Kimeandikwa tu The Immune Divide, Factor Influencing Immune Variation and Difference in Vaccine Response.